Leo nimewaletea mfumo mzuri sana, ni mfumo wa pharmacy, management ya pharmacy pamoja na maduka ya madawa muhimu. Common wanaita DLDM. Kwa hiyo app yetu ni nzuri sana na inatumika kwenye kompyuta au simu. Ni website app. Kwa hiyo kuna website inaweza kutumika kwenye kompyuta na inaweza kutumika kwenye simu. Na hii hapa ni application ambayo nitatoa mwongozo namna ya kuitumia. Unavyoanza kwa mara ya kwanza, hatua ya kwanza unatakiwa kujisajili. Kama tayari una account uliwahi kujisajili, basi utatumia ingia. Kwa kuwa sisi ndio tunaanza, tutabonyeza jisajili button hapa. Itakuja fomu hii nzuri kabisa ambayo sasa unaweza kuanza kujisajili. Mimi nitatumia mfano, jina labda ni Joeli Juma. Jina la pharmacy au DLDM, pote natumika kwa muundo huu. Nitasema basi naitwa ni Juma Pharmacy kama hivi. Hapa nitaandika email address. Hapa sasa utaandika email address yako. Kwa hiyo mimi nitaandika ya mfano, labda ni hii hapa. Ya namba ya simu, utaandika namba yako ya simu, ni rahisi kabisa. Haya, hapa nchi ni Tanzania, utachagua nchi yoyote. Kwa mimi nimeacha Tanzania. Arusha. Referral code, ikiwa umealikwa na wakala unaweza kuandika referral code. Kama ukualikwa unaacha kama ilivyo. Siku za majaribio utachagua. Kwa mfano mimi nimechagua siku 3, nitaiacha kama ilivyo. Hapa nitaandika password. Hakikisha password yako inazidi tarakimu 6 au herufi 6. Isiwe fupi sana, mfumo utakataa kwa sababu ya security. Kwa hiyo angalau ziwe 6 na kuendelea. Baada ya kumaliza hapa utabonyeza register kama nilivyofanya hapo. Utasubiri kwa dakika chache sana ili mfumo ukamilishe kukusajili. Tayari. Baada ya hapo sasa tutakuja kwenye login. Utapokea message ya kukukaribisha kwenye mfumo kama unavyoiona hapa. Lakini sasa utalog in kwa kutumia ile account ambayo umejisajili, au ile email yako lazima uikumbuke. Kwa mimi ya kwangu nilitumia hiyo, na password ni hii, ni sawa kabisa. Kwa hiyo baada ya hapo nitalog in. Kwa hiyo itakwambia login successful. Utasubiri dakika chache. Hapo utaiona imesoma jina Joeli Juma hapo juu, ni safi kabisa na inaonekana ni Juma Pharmacy. Kama unavyoona hapa ni dashboard yako ambapo itakuwa inakuonesha ripoti ya kila siku, na pia imekuonesha siku za matumizi ni siku 3 kwa kuwa tulichagua siku za trial siku 3. Kwa hiyo unapoanza hatua ya kwanza kabisa, utabonyeza hizi menu -3 upande wa kushoto juu hapa. Utabonyeza kama hivi. Unaona mfumo una moduli nyingi sana ambazo zinaweza kukufanya ukasimamia biashara yako kwa uzuri kabisa, ukacontrol kila kitu, faida na hasara na stock yako. Kwa hiyo hatua ya kwanza unavyoanza, hatua ya kwanza ambayo ni ya muhimu, kabla ya yote unatakiwa kuingiza products au dawa ambazo unazo katika pharmacy yako au DLDM. Kwa hapa tutachagua products. Ukichagua products itakuja kama hivi, page ya kupendeza kabisa. Unachokifanya utabonyeza add product. Sasa hapa kwenye add product unaweza ukatumia single product moja au ukatumia Excel kwa wanaojua kutumia Excel, lakini mimi leo nitatoa mfano kwa kutumia single product. Kwa hiyo nitaanza labda kwa mfano product yangu ni paracetamol, labda 250 mg. Mimi tumie 500 mg. Huo ni mfano. Utachagua category ya paracetamol. Tunajua labda ni kwa ajili ya maumivu. Sasa hapa utakuwa unaingiza product moja au dawa moja ambayo unayo. Hapa utafika kwenye selling price. Weka bei ambayo unamuuzia mteja kwa kidonge kimoja. Kwa hiyo kwa mfano kidonge kimoja labda ni 100. Unaangalia bei ya jumla wewe ulikinunua shingapi. Unakadiria kidonge kimoja. Mimi naweza nikaweka labda shilingi 20. Hii itatusaidia kupata faida. Kwa hiyo hapa cha kuzingatia ni kwamba selling price ni bei ya kidonge kimoja ambavyo unakiuza kwa mteja. Purchase price ni ile bei ya wewe ulichokinunulia kwa jumla. Utaandika stock yako labda kwa mfano una paracetamol, hapa una paracetamol 200 dukani kwako, ndio utaziandika hapo, ambapo sasa itakusaidia kucontrol. Ukiwa unauza mfumo utakuwa unapunguza automatic. Package device, utaangalia hapa package
package material iliyotumika, mimi naweza nikachagua labda mfano ni piece, vyovyote ambavyo wewe utaona expire date ya hiyo dawa ambayo umeingiza ni hiyo. Basi utaona hapa mfumo pia umekupigia faida automatic, utaiona hapo. Maelezo, kama kuna maelezo yote ya hii dawa utaandika, kama hakuna utaweka nil. Baada ya hapo utabonyeza add product, utasubiri product itaingia. Utapata message kama hiyo. Kwa hiyo hapa product yetu imeshaingia vizuri kabisa. Na ukiona hapa juu utapata notification kwamba kuna product imeongezwa kama unavyoona hapo. Sasa utaingiza product zako zote, dawa zako zote, ili sasa mfumo utambue product ulizonazo. Kwa hiyo ukija hapa, ukirudi back utaona tuna product moja, unique product tunayo moja, utaiona hapa kama ilivyo na utaweza kuiona hapa vizuri kabisa. Utakuwa na uwezo wa kudownload statement movement ya product, una uwezo wa kuadd stock. Ikiwa product zimepungua umenunua mpya una add, safi kabisa. Naona unaiona. Sasa baada ya kumaliza kuadd product, hatua sasa inayofuata ni rahisi tu, kwamba sasa tunaanza kuuzia wateja zile product ambazo tunazo. Kwa hiyo utakuja kwenye patients, ndio mteja sasa amefika, unataka kumuuzia product sasa. Kwa hiyo utaanza ni add new customer. Haraka tu utaingiza kama ni jina la mteja, email address kama ipo, lakini hayo mengine email sijui namba za simu na nini sio lazima, ila ni vizuri angalau ukaingiza jina na namba ya simu kama itawezekana, lakini kwa sababu wateja watakuwa wanapata message ambazo zinasaidia kupromote pia ofisi yako. Kwa mimi nitaingiza 057736, nitasema create customer. Mteja atatengenezwa kwa usahihi kabisa. Baada ya kumtengeneza tu, mteja atapata SMS kama unavyoiona hapa. Inatoka Smart Info, karibu fulani, tunafurahi kukuhudumia Juma Pharmacy. Uhakika wa huduma bora ya haraka na yenye viwango vya juu. Umeona hii inasaidia kupromotion. Kwa hiyo tunaendelea. Ukirudi nyuma hapa utakuta sasa kuna wateja wako wa siku ambao umewaingiza, na unaweza ukachagua filter wiki, mwezi, kuona wateja kulingana na machaguo yako. Kwa hiyo utamuona mteja kwa uzuri kabisa kama alivyo hapa. Sasa baada ya kumuingiza mteja, hatua inayofuata sasa ni kumuuzia. Kwa hiyo tutaenda kwenye sales, tutabonyeza sales ili tuweze kuingiza sasa dawa ambazo mteja huyu amechukua. Unaona mauzo ya siku hiyo hatuna summary yoyote. Kwa hiyo utakachokifanya utarekodi new sale. Tarehe itakuja hapo, utaiona na muda kwa uzuri kabisa. Sasa utakachokifanya utatafuta jina la mteja hapa. Litatokea chini, utaklik. Ukiklik utaliona jina limeapia hapo kwenye search. Baada ya hapo utaendelea. Usitengeneze mteja mpya kwa kuwa tumeshamuingiza kule kwenye customer. Baada ya hapo sasa utakuta product zote kutoka pharmacy yako na utakuwa una search hapa ili kupata. Utaklik search, unaitafuta. Sasa mimi niliingiza moja, ndio maana nimeiona moja hapa. Kwa hiyo utazichagua zote ambazo mteja amechukua kama hivi. Mimi nitaklik paracetamol juu, itatokea chini hapa. Nitasema labda nimemuuzia paracetamol 18, utaandika hapo. Ukiandika utaona chini hesabu imefanyika, imekwambia basi ni 1800 kwa hizo paracetamol 18, kwa sababu kila kidonge tuliweka tunakiuza kwa shilingi 100. Kama umemfanyia punguzo mteja, utachagua toto, utaweka punguzo mbele tu ya sifuri, utaweka punguzo. Kwa mfano labda tumempunguzia shilingi 200, utaiona imepungua, grand total imekuwa shilingi 1600. Ni rahisi kabisa. Baada ya hapo, kama kuna comment yoyote, kuna maelezo yoyote utaandika, lakini ni rahisi, unarekodi sale. Utaisubiri muda mfupi, itarekodi sale kwa uzuri kabisa, utaiona notification itaingia, lakini pia hapa message itatumwa kwa mteja wako, karibu fulani, umefanya malipo ofisi Juma. Atapata mteja message ya malipo na kila kitu kama unavyoiona, lakini wakati huo na mmiliki atapata message ya mauzo haya yaliyofanyika. Inapendeza kabisa. Kwa hiyo baada ya hapo tuna uwezo wa kurudi nyuma ili kuona. Unaweza kuona hapa mauzo ambayo umeyafanya ni haya. Ukitaka kuziona products ni hapo. Ukitaka receipt unabonyeza receipt kama hivyo. Bonyeza receipt kama hivyo. Utakuja hii sehemu Juma Pharmacy, iko vizuri kabisa.
Ukitaka kuprint receipt yako utaprint hapa, ukibonyeza print utapata receipt safi kabisa. Tunaweza tena kurudi hapo. Sasa tumeshamaliza mauzo. Kwa hiyo hizo ni step kubwa tatu. Step ya kwanza unatakiwa kuongeza product zote ambazo ulizonazo kwa kutumia menu ya product. Step ya pili tutaenda patients ili sasa tuweze kumuuzia product ambazo tunazo au ni dawa, na baada ya hapo utaenda kwenye sales na utaweza kumuuzia mteja wako. Sasa kwa kuwa ofisi kuna wakati zinakuwa na bosi mwenye ofisi anaajiri wafanyakazi, unaweza kumtengenezea mfanyakazi account ambapo yeye atakuwa na account yake. Hapa ni mfano, tutaangalia hii ni staff, tutaenda kwenye staff account. Ni rahisi tu, hapa utaiona staff account, utaibonyeza ili kutengeneza account ya mfanyakazi wako ambayo sasa ataitumia kuweza kulog in kwenye mfumo, na ataweza sasa kufanya mauzo yako, na wewe utakuwa unayaona popote ulipo. Utaona biashara yako inavyoenda na utaweza kucontrol stock yako. Kwa hiyo tutasema ni add employee. Utaingiza jina lake vizuri kabisa, utaingiza jina lake vizuri na email utatengenezea, au utatumia email ya staff. Utatumia email yake, tumia mfano hapo, utaandika namba yake ya simu, ni staff employee. Sasa hapa utamchagulia menu ambazo anatakiwa kuona, kwa sababu yeye hataki kuona zote kama wewe unavyoona. Labda utasema aone product, aone sales, aone purchase, aone customers, aone na vingine utakavyochagua ni wewe tu kulingana na unavyoamua. Baada ya hapo utabonyeza add employee. Password itakuja, utaikopi na utaona umepata message fulani hapo juu, zinakuelekeza sasa ni hatua ambazo unatakiwa kuzichukua. Itakupeleka nje ili kurefresh. Unatakiwa kulog in tena ili kuweza kuendelea na michakato ambayo ulikuwa nayo. Ni rahisi kabisa. Hapo imesaidia kurefresh staff. Kwa hiyo ukisharudi, ukija kwenye staff account utaona yule staff ambaye umemuingiza na taarifa zake. Kwa hiyo hata kama umesahau password utakopi na email yake, ndizo atazitumia kulog in kama kawaida. Kwa hiyo ni jambo rahisi sana. Hizi menu nyingine zilizobaki ni za kawaida, lakini nimejaribu kukupa basic. Ikiwa unataka kuongeza SMS, wateja wako waendelee kupata SMS, ni hapa, ni rahisi kabisa. Unaweka na message zote ambazo zinatumwa kwa wateja, utakuwa nazo hapa, utakuwa unaziona hapa. Umeona inavyokuwa rahisi, mfumo unapendeza. Kuna branch, kama una branch mbalimbali utatengeneza hapa. Utatengeneza hapa branch yako. Si umeona hapa tunaona branch list, ni hii main branch, unaiona hapa ni vizuri kabisa. Ukitaka kucreate unakuja hapa unajaza form, unatengeneza matawi ya ofisi yako. Kwa hiyo control ni nzuri kabisa na inapendeza kweli kweli. Office info hapo unaweza ukaweka taarifa za ofisi, logo na kadhalika, ambazo zitakuwa zinaonekana kwenye baadhi ya document. Huku kwingine unaweza kucontrol madeni, mfumo unapendeza, umejitosheleza kabisa. Madeni, ukatuma message kwa watu ambao unawadai, ambapo walikopa mauzo kwako. Kwa hiyo mfumo ni rahisi na una mambo mengi. Hapo nimeelezea zile basics. Karibuni sana, karibuni sana. Ukitaka kulipia ni kwenye subscription. Huu ni mfumo unaweza kuutumia. Nafikiri itakusaidia kwenye management ya pharmacy yako. Karibu sana.